kupanda kwake kunaendana na hadhi ya ligi husika ama la. Kabla yote tumemtafuta kwanza afisa habari kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania, Karim Boimanda, na anafafanua zaidi, lakini maoni yenu nyinyi ni muhimu. Tusikie maoni yenu kwanza au ya Karim? Tuanze kwanza na Karim. Okay, sawa. Nataka kujifunga hapa kwa miaka hivi karibuni. Tunaweza tukasema mchango wote huu ambao tunajivunia sasa kushika nafasi ya 5 barani Afrika umetokana na klabu za ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo ndio maana sisi kwetu kiwango hiki kinahusianishwa moja kwa moja na ligi kuu ya NBC, kwa sababu klabu ambazo contribute points mpaka kufikia nafasi ya 5 ni klabu zinazoshiriki ligi kuu. Kwa hiyo kwetu sisi ni taarifa njema. Ni taarifa njema kwa sababu ushiriki wa klabu hizi kimataifa unapokuwa mzuri, msingi wake ni kwamba zinapata ushindani mzuri kwenye ligi ya ndani. Mabingwa wanaopatikana, anayeshika nafasi ya 2, nafasi ya 3, ama mabingwa wa kombe la shirikisho, ukiangalia msingi wake ni namna ambavyo wanapata ushindani wa kiwango cha juu mpaka kuja kupata hiyo nafasi. Kwa hiyo ukipata ushindani wa kiwango cha juu unakuwa bora, na ndio sababu zinakwenda kushiriki michuano ya kimataifa, zinafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, na mwisho zinaweza kuaccumulate alama nyingi zaidi zinazosaidia sasa nchi kuwa kwenye nafasi za juu. Kwa hiyo kwa bodi ya ligi kuu Tanzania tutumie fursa hii kuzipongeza klabu zetu kwa jitihada ambazo wamekuwa wakizifanya katika kutafuta ubora kwenye michuano ya kimataifa, na sisi kama waendeshaji mara zote tumekuwa tukijitahidi kutengeneza mazingira bora ya klabu zetu kushiriki michuano ya kimataifa na kufanya vizuri pia. Kwa hiyo tunaendelea kuongeza nguvu kwenye usimamizi na uendeshaji wa ligi, tupate washindi wa kiwango cha juu. Watakapokwenda kushiriki michuano ya kimataifa, basi washiriki vema, watu wakilishe vema kama taifa, na alama zile ambazo zinakusanywa zizidi kuwa nyingi, ili watakapotoa renki zingine mwakani, basi tuione Tanzania ikishika nafasi ya 4 ama zaidi. Yes, huyo ni Karim Boimanda, afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania. Upete, do you agree with him? Kuna improvement. Unajua Glorious haiwezi kuja kwa siku moja. Hata zile ligi ambazo tunaziona, mfano Morocco, investment yao wameanza 2004 ya ligi ya Morocco. Yani serious investment wameanza 2004. Timu ya taifa wakaja na revolution ya mwaka 2007, ama wakaanza mpango kazi wa 2007 ambao ndio una work out mpaka sasa hivi. Kuna hiyo development, lakini bado kuna maeneo mengi tu yanahitajika kuboreshwa. Nafikiri Jumatatu tutakuja kumsikia kocha wa Azam Florai Benge amezungumzia pia kuhusiana na baadhi ya mambo ambayo anahisi yakifanyika ligi ya Tanzania itaweza kusonga mbele sana. Mojawapo ya kitu alichozungumzia ni timu zinavyocheza. Atakuja kueleza, kwa sababu yeye ni technical, yupo kwenye technical, atakuja kueleza kwa ukubwa wake. Amesema tuna uhaba sana wa timu zinazocheza mpira. Tuna timu nyingi ambazo zinaenda kucheza tu, yani huioni formation, huoni nini wanachokitaka kwenye hizo mechi zao. Nafikiri Jumatatu pia tutakuja kuchagiza hicho pamoja na majibu mengi sana, lakini kwangu ukiachana na technical side, kwenye eneo la miundombinu tunahitaji kuongeza spidi sana. Nafikiri ni rai pia hata kwenye eneo la usimamizi waangalie baadhi ya mambo madogo madogo. Kwa mfano teknolojia sasa hivi ilipofika, alafu sisi mpaka leo hatuna teknolojia yoyote, ni kitu ambacho hakipaswi kuweza kupigiwa upato ama hakipaswi kuweza kufurahiwa hivyo, kwa sababu at the end itafika pahali kila mtu atakuwa amevuka lengo, sisi bado tutaendelea kubaki pale pale. Lakini eneo la pili ni kwenye eneo la ratiba na uwezo wa timu kuhimili yale mahitaji ambayo yanatakikana. Ukitazama ratiba ambayo inatoka sasa hivi, kuna wakati ambayo imekuwa ikipitia changamoto sana, na hasa pale ambapo inatokea michuano ikawa mingi tofauti. Hata hii ratiba tuliokuwa nayo sasa hivi, na wasiwasi naweza kaingiliana tena hapo katikati na michuano ile ya Muungano and so whatever. Kwa hiyo
Sijui namna gani tutakavyo handle hili jambo, lakini nafikiri kunahitajika jitihada ya maksudi ili kuweza kuhakikisha tunafanya kile kinachohitajika kuweza kufanyika kwa ubora. Moreover ni ubora pia ambao tunatakiwa kuongeza wa mchezaji mmoja mmoja. Tuna hiyo changamoto kwa wachezaji wetu mmoja mmoja wana changamoto. Na cha mwisho, kuna timu nyingi sana kwenye ligi ambazo hazina malengo yoyote ya maana. Baki hapo hapo, utakuja kutuelezea kwa upana zaidi kwa nini hazina maana. 1:30 na sasa hivi Cheo Lutengano, kabla ya kufanya lolote mimi naomba nizungumze na wagonjwa kabisa. Unajua mimi navaa hii miwani. Ni ni miwani ya jua. Sisi unanielewa? Ndio. Lakini kuna watu wanavaa hizi miwani kwa ajili ya magonjwa. Ni miwani ya jua ya fashion kwa ajili ya macho ya. Sasa Tanlink Medical Tourism Agency kwa kushirikiana na hospitali ya macho ya International Eye Hospital iliyopo jijini Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, eneo la Morocco, na Andalusia Hospital kutoka jijini Cairo nchini Misri wanakuletea huduma kambi ya uchunguzi na matibabu ya kibingwa na bobezi kwa magonjwa ya macho yakiwemo tatizo la macho kuwa mekundu. Mnalifahamu hili tatizo. Yes. Lakini pia tatizo la uoni kuwa hafifu, tatizo la mtoto jicho yani cataract, lakini tatizo la pressure ya macho glaucoma, tatizo la macho kuathiriwa na kisukari na shinikizo la damu, na tatizo la magonjwa yanayoathiri retina ya macho na magonjwa yote yanayoathiri chemba ya mbele na chemba ya nyuma ya macho. Please msiweke ice cube kwenye juu ya huku kwenye macho kutuliza eti ule moto unao ni kama asili fulani ya joto ambalo labda mtu ukiwa unaumwa. Msiweke ice cube. Nenda sasa hapa kwa Tanlink ujiandikishe kabla ya tarehe 13 mwezi huu wa 4 unaokuja hadi tarehe 16 ndo huduma itaanza kutolewa, yani kwa siku 4 tu mwaka 2026. Ni katika hospitali ya International Eye Hospital iliyopo jijini Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, eneo la Morocco. Na ili kushiriki katika kambi hii ya uchunguzi na matibabu ya kibingwa na bobezi kwa magonjwa ya macho, unatakiwa kujisajili kabla ya tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 na kufika katika ofisi za International Eye Hospital. Hapo unaweza kujiandikisha ama kwenda Tanlink katika ofisi zao zilizopo pale Posta Mpya, mtaa wa India na Kisutu, jengo la Haidar Plaza, ghorofa ya 2. Tupe namba upete. Nambari ya simu ambayo unaweza ukawapigia Tanlink na ukaweza kuwapata ni 0654, lakini kuna 7257 na 70 ama 076 00 03 53 mwisho 5. Ukipiga hizo nambari unaweza kuwapata vyema kabisa. Ukiangalia Elini kwenye ujumbe wako uliokuwa unausoma, nyuma yake kuna ujumbe mwingine wa kwako huo, baki nao. Lakini hautoki Tanlink. Bwana, nimeipenda sana ili tangazo la Tanlink. Watu wenzetu wenye shida ya macho, watu wanaweza kaona ni nini ambacho wanakifanya. Kumbuka tarehe 13 ya mwezi wa 4 ndio itakuwa ya mwisho kujiandikisha, lakini pia kuweka booking. Sawa, ni leo uzuri tupo hewani muda wote. Ukisikia mtu anasema 24/7 ndo hii sasa. Jiuliza jambo jambo la kwenye power bank, mtu hajajichanganye. Hatutawaambia, tutanyamaza. Kama mtu hajasikiliza atajikuta akisema. Anyway, sawa. Mimi nilikuwa najiuliza tofauti ya madaraja yaliyopo kwenye ligi yetu. Unajua tunaweza tukasema kuna zile timu 2, alafu kuna timu 2 nyingine, alafu kuna timu 4, alafu kuna timu 4 nyingine. Yaani kuna madaraja, sisemi kama yaani sioni kama kuna zile mid table teams zimekaa kwa pamoja, hapana. Kuna zipo kwenye makundi na ndio maana wakati huo nilikuja na ile segment ya tahadhari, umakini, serious na kadhalika, nilikuwa naliona hili mapema. Unachochea kwa kiasi gani Simba na Yanga, Azam wakati fulani na Mungu aliwahi kushiriki, Singida kukosa mafanikio huko nje kwenye stage kubwa tena kwa kukosa ushindani ndani? Kwa kufafanua hapo, hayo makundi mimi na ya group hivi, Simba na Yanga wanawania ubingwa. Azam na Singida wanawania top 4. Alafu JKT na Mungo
Mwingine ambaye nitamuongeza hapo labda nimuongeze TRA. Okay. Wao ni mid table teams. The rest wanawania kusalia kwenye ligi. Wanawapa nini Simba, Yanga, Azam na Singida kuelekea kwenye michuano ya kimataifa, na wanawanyima nini cha ushindani? Hapo kwenye ushindani ni timu moja tu pekee ambayo inawapa ushindani Simba na Yanga. Ni Azam pekee yake. Azam pekee yake ndo anawapa ushindani Simba na Yanga. Singida, sijui Pamba, sijui TRA, hizo ni timu ambazo huwa zinatoa ushindani kulingana na mtu ambaye yupo nyuma yao. Yaani nani ambaye anawapush waende kucheza mechi dhidi ya Simba na Yanga, ndio ambapo wanaenda kutoa ushindani. Na ushindani wao mara nyingi sana huwa sio ushindani wa kimchezo, ni ile tunasema ni wa kutoa mechi ngumu. Ya unajua kuna yule mtu anakupa mechi ngumu kiufundi, alafu kuna yule mtu anakupa mechi ngumu yani ya kushindana naye tu. Kukamia. Anakukamia. Au ndio zile bonuses zinatolewa. Yes, ndio hicho ambacho nimesema inategemea na nani yupo nyuma yao. Yani mimi nikienda sasa hivi kwa Mbeya City nikiwaambia oya ina milioni 20 Yanga afe, wale Mbeya City wale wabovu wanaenda kumsimamisha Yanga. Okay. Nikienda kwa Pamba Jiji nikawaambia Pamba Jiji mimi leo ni mchezaji atakayefunga goli leo ana milioni 10. Pamba mbovu ile ambayo kufunga goli mpaka wakusanyane wachezaji 6 kwenye goli waende kubabatuana wafunge goli. Lakini mechi dhidi ya Simba na Yanga wakiahidiwa fedha wanaenda wanafunga goli. Kwa hiyo kwenye kiufundi Azam pekee ndiye ambaye anaweza akatoa mechi ngumu kwa Simba na Yanga. Hata ukiangalia mechi zinavyotoka ndio maana huwezi kushangaa unakuta mechi inaisha Yanga 2 Azam 1, Yanga 3 Azam 2. Mechi imeisha dhidi ya Simba kafungwa goli 2 na goli zote alizofungwa unaona ni goli za kiufundi. Fei anazunguka kwenye mstari, anapiga mpira nyuma ya walinzi, Zidane anakimbia kwa kasi, andana baruza mpira, goli limefungwa. Yani ni magoli ambayo unafunga unaona kabisa kuna kosa lilitokea hapa likafanyika hivi, mtu kaenda kufungwa. Lakini wanaosalia Singida muweke, JKT muweke, Pamba Jiji muweke, hao ni watu ambao wanatoa changamoto kwa Simba na Yanga ikitokea mechi ngumu, ikitokea tu kuna mtu yupo nyuma yao. Na hapa sasa kuthibitisha hilo, kuna mechi ambazo Simba na Yanga wanacheza kimataifa, wanafungwa magoli mpaka unashangaa hili goli limefungwa vipi. Yani timu ya nje imeenda kumuonyesha Simba na Yanga udhaifu wenu nyinyi upo kwenye eneo hili na hili na hili. Msimu uliopita kina Shamuka Labwa si walikuwepo hapa kwenye ligi ya Tanzania, mpaka anafunga anakuwa miongoni mwa mabeki ambao wamefunga magoli. Nenda kamwangalia International, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaishia kuvuta washambuliaji wa timu nyingine. Wanafanya faulo washambuliaji kwa sababu hawana kasi, kwa sababu hawana uwezo. Wanafika kwenye maeneo mtu anakuja kujua safu ya Simba ili uifunge, piteni kwa Shamuka Labwa hana kasi. Wamerudi kwenye ligi Tanzania hapa, Simba wamefunga kwenye magoli the same waliofunga kwenye mechi za kimataifa. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hakuna timu za Tanzania zinazoonyesha makosa ya Simba na Yanga, otherwise wacheze dhidi ya Azam FC. Na labda wakati unaweka mzani sawa, labda nikukumbushe kitu. Unaona kwa mfano Yusuf Kagoma, kila siku tunazungumza kwamba haskani ndani ya pitch. Lakini timu gani ambayo imetumia hayo makosa mpaka sasa hivi kwenye ligi? Utakumbuka hakuna timu yoyote kwenye ligi ambayo imetumia hayo makosa. Walio capitalize makosa hayo walikuwa ni RSP Berkane kwenye CAF Confederation Cup, na wale Stade de Malie kuna siku walimpress kwa nguvu wakapora mpira na wakaenda wakachukua. Sasa hivyo vitu vyote hivyo, lakini kwenye ligi kafanya kosa hilo dhidi ya mechi yao ya mwisho hiyo walioshinda 3 dhidi ya TRA. Kafanya kosa hilo mara 2 dhidi ya Azam FC, lakini pia kafanya kosa hilo kuna mechi walicheza pale Samuyo, nafikiri ilikuwa dhidi ya Mbeya City ama Mtibwa, kitu kama hicho. Alifanya the same mistake, lakini hakuna naye adhibu. Juzi tena Mahmadu Kasali kamwanzia mpira akiwa hajaona, ule mpira wakaupoka TRA, waliadhibu basi. Hakuna kitu chochote cha maana ambacho kinafanyika. Kwa mfano Yanga huyu wa sasa hivi huyu anamaliza mechi eti hajafungwa akiwa kwenye hali kama hii, atakuja kufungwa vipi akirudi kwenye nyakati zake? Kwa hiyo kuna wakati ambao timu zetu hizi haziwapi nafasi sahihi sana Simba kujisahisha makosa yao
Yanga kujua udhaifu wao na zinataka kutuaminisha as if Yanga na Simba ni invisibles. Ni watu walioshindikana, lakini in fact, lakini kimataifa wanaenda wanakuwa na ukitazama kimataifa magoli mengi wanafungwa Simba na Yanga sio magoli rahisi, magoli ambayo yanafungwa kwa sababu wanakumbana na watu ambao wanafanya analysis ya kutosha kuhusu madhaifu yao. Kwa mfano, angalia ile goli walilofungwa Yanga na AS FAR Rabat. Yanga walishazuia, walishafanya kila kitu, lakini AS FAR dakika zile walikuwa wanaamini kwamba sasa palipobaki toka na hilo, piga cross. Ukipiga tu cross, wale watacheza mpira wa vichwa, watacheza, kutakuwa na rebound. Mwalimu akata na mnyanyua Tugay Ben Hadhaza ambaye alikuwa anakwenda kucheza pale kwenye eneo la juu. Wote tunamfahamu kwenye second balls ni winner mzuri sana, na hata kwenye msimu uliopita kwenye ligi ya Morocco kwenye magoli yake 4 aliyofunga yote yalitokana na second balls. Sasa mpira ule bahati mbaya ulivyopigwa cross ile Mwamnyeto anaokoa, ikaenda upande wa pili ambako alikuwepo Anas Bach na akaweza kufunga goli lile. Tazama magoli waliofungwa Yanga na El Ahly. Ukitazama Yanga ni kama walishaishika mechi hivi. Mahmoud Trezeguet na Mohamed Hani msimu huu tu wametengeneza jumla ya magoli 7 peke yao. Mohamed Hani ameassist mara 6 na moja ametengeneza mpira ambao ulienda kuzua penalty. Lakini ukiangalia wakati goli linafungwa, details, umepoteza focus, umepoteza concentration. Mpira wa kwanza Mohamed Hani alipiga kwa Zizo, mpira wa pili kapiga kwa Zizo, wa tatu akatisha kama nairudisha tena kwa Zizo, akanyanyua cross. Yanga wote wamesogea mbele ama wapo kwenye eneo ambalo kule nyuma hawezi kufanya marking sahihi, na ndio maana watu tunasema ni ngumu sana duniani kwa beki yoyote kufanya scanning, hasa beki wakati, kwa sababu muda mwingi anakuwa mpira unamkuta kwenye eneo ambalo ni either ame over relax ama yupo kwenye mazingira magumu ya kuweza kuamua kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Kwa hiyo haikuwa kazi ngumu sana kwao kuweza kuadhibu, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba ukicapitalize makosa ya Simba na Yanga, ama ukitaka capitalize makosa ya Simba na Yanga, unatakiwa kutumia baadhi tu ya nafasi. Hizi mechi ngumu wanazipata mara moja, zinapaswa kuwa mechi za kila siku consistently. Jana usiku nilikuwa napiga story na Khalid Aucho. Aucho kwenye experience yake anasema ligi yetu mchezaji anaweza kacheza kwa muda mrefu sana kwa sababu ya kitu kidogo tu, kwamba hii ligi hakuna matumizi makubwa ya nguvu ya kumfanya mchezaji achoke kwa kiwango hicho. Yani intensity yake sio kubwa sana. Sid Ramovic pia alizungumza. Sasa nafikiri pia hata watunga kanuni na wasimamizi wanapaswa kuangalia. Kwa mfano, sasa hivi kumekuwa na bani nyingi sana ya mechi 5-5. Hii mechi 5. Kuna namna tunapunguza wenyewe ubora wa ligi yetu, kwa sababu wewe niambie leo ligi inayochezwa alafu inasimama ina breaks nyingi za namna hii. Mchezaji anapokosa mechi 5 kwa kosa ambalo ni la kimchezo, tunasema kwa mfano eti amecheza rafu, sijui amefanyaje. Nafikiri ni baadhi ya vitu ambavyo kwa wenzetu walishavuka sana huko. Hatuwezi tukawa na ligi ambayo eti mchezaji leo anafungiwa mechi 5, mechi ngapi. Kwenye kanuni tufanye mapitio ya kanuni zetu. Kanuni hizi tunajiumiza sisi wenyewe. Inawezekana kanuni zilikuwa na lengo zuri tu, lakini mechi 5 ni nyingi sana kwa mchezaji wa mpira wa miguu. Unaweza kukuta absolute kama mnacheza labda tuseme mnacheza weekend to weekend, manake huyo ana mwezi mzima hachezi kabisa, hagusi pichi, lakini utovu huo wa nidhamu umekithiri kwa kiwango gani ambacho tunafanya hivyo. Kwa mfano juzi ile nilikuwa naangalia sehemu marejeo, nilikuwa na mchezaji mmoja tulikuwa tunatazama mechi, marudio ya mechi ya Yanga na Tanzania Prisons. Na bahati nzuri nilitaka kujiridhisha pia kulikuwa na tukio la George Mpole kumchezea madhambi Ibrahim Baka. Na wengi sana wakawa wanashinikiza mechi 5. Lakini ukitazama uzito wa tukio lenyewe, tunasema no way, lazima uta cause action. Yani ni kama natural position ya George Mpole, kwamba alishakimbia akaenda kunyoosha mguu ili aucheze ule mpira. Hakuna namna ambayo angeurudisha ule mguu kwamba sasa usiende kucheza. Lazima tu ilikuwa atacheza madhambi. The same hata tukio nilivyorudia lile tukio la Ibrahim Baka na Ali Msangi.
Ali Msange nafikiri huyu wa JKT Tanzania, the same Ibrahim Baka anaenda chini, there is no way ambapo atageuka kwanza afu achague pa kutua. That was itatokea tu, lazima atatua tu vibaya. Akitua vibaya anaweza katua juu ya mtu, lakini the way ambavyo matukio haya tunayafanya kuwa makubwa na adhabu zake, nafikiri tunahitaji sana kufanya preview ya kanuni. Vinginevyo ligi yetu ina kanuni nyingi ambazo zinatakiwa kufanyiwa mapitio, na ikifika kipindi kile cha mapitio ni bahati mbaya hata sisi ambao tunazungumza wengi huwa hatutumi mapendekezo yetu. Mimi nakumbuka msimu uliopita nilituma pendekezo langu binafsi, na hiyo kanuni sijui kama itakuja kufanyiwa tena preview, lakini kwa mfano mtu amesota huku championship, alafu anakuja kama mwezi mzima ama miezi miwili anasubiri mtu wa ligi kuu ashuke wapigane wenyewe, afu ndo yeye aje ampate. Inafika mwezi wa 8 kasoro hapo, dirisha la usajili linaendelea, mtu hajui yupo ligi kuu ama yupo championship. Nafikiri ni vyema pia tukafanya mapitio mengi ya kanuni ili kusaidia mpira wetu uweze kupiga hatua kama ambavyo tumekuwa tunauhitaji. Otherwise kuna changamoto ambayo naweza nikaiona. Kuna kundi kubwa sana la watu ambalo linaweza likawa linahitajika kuweza kufanyiwa a preview, hasa kwenye maeneo ya kanuni, lakini pia hasa kwenye maeneo ya usimamizi, kwa sababu haiwezekani rafu ya kawaida tu mpirani imetokea mechi 5 sijui nani, kuna movements tu, incidents ambazo unategemea kwamba it happens kwenye mpira, lakini pia balancing kwenye mambo ya ajabu, mambo ya kwanza kuhangaika tuna balance sijui eti huyu kwa sababu alifanya hivi basi tutafute na kosa la huyu. Nafikiri tunafanya ligi yetu kutofikia zile standards ambazo tuna deserve kufika, kwa sababu ukweli mchungu ni kwamba ligi yetu ukitazama ni ligi mbaya kama unaitazama tu na Tanzania au unaikompare na Misri na wherever. Lakini ukija kufanya comparison ya Tanzania na mataifa mengine ya ukanda wetu, utaona ligi yetu imepiga hatua. Lakini sidhani kama tunatakiwa kujifanyia comparison na Kenya, tunatakiwa kujifanyia comparison na Uganda ama Rwanda ama sehemu ambazo wengi wamefail. Comparison yetu inapaswa kuwa ya juu zaidi. Yani sisi leo mtu ambaye tunapaswa kupimana naye standards, Misri, Morocco, South Africa, ndo hao ambao tunapaswa kuwatumia kama models kwenye kupima ubora wa ligi yetu. Lakini tukiendelea na hivi tukaridhika, tuna timu 6 ambazo zinaweza zikashuka daraja. Yes. Tuna timu 8 ambazo zinawania kusalia kwenye ligi. That is not a league we want. We have to get a competitive and just a class league. Hatuwezi kuwa na ligi ambayo kila anayeingia kwenye ligi malengo yake ni kubaki kwenye ligi. That is not a league we want. Saa moja dakika 52 ili nawe uwe na maoni mazuri